mchungaji ambaye Mungu anamtumia leo, anakuja tena mahali hapa ili Mungu apate kuzungumza kupitia chombo hichi, wewe ukapate kusikia na kuamua. Nafasi ni sasa. Karibu. Ni matumaini yetu ninyi ni wazima. Mmempendeza Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Tusimame mahali hapa. Sio bahati mbaya, imempendeza Mungu. Jioni ya leo Mungu anazungumza na nafsi ya mtu yote mahali hapa ambapo tayari. Mungu anakuambia uwezi ukasamehe dhambi zako pasipo toba. Hauwezi ukapata msamaha wa dhambi pasipo toba. Hakuna venye Mungu ataandika jina lako kwa kitabu cha mwana kondoo pasipo toba. Mungu anakuambia hivyo. Kitabu cha Matendo ya Mitume 3 mstari wa 19. Naomba msomaji unisomee kwa uwezo wa Mungu. Hakuna venye Yesu Kristo ataandika jina lako kwa kitabu chake, yeye aliyemwaga damu pasipo toba. Yesu hawezi kwenda msalabani afe, apigwe, ajeruhiwe, alafu achukue jina lako na langu aliandike na bado waishi maisha yale yale. Hujawahi jitambua, haiwezekani. Matendo ya Mitume 3 mstari wa 19. Nasoma Matendo ya Mitume 3 mstari wa 19. Nasema, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Matendo ya Mitume 3 mstari wake wa 19, nitasoma kwa uwezo wa Mungu. Mungu anatuambia, tubuni basi mkamgeukia Mungu, dhambi zenu zifutwe. Hakuna venye Mungu atafuta dhambi zako kama hujageuka kutoka kwa hizo dhambi. Hakuna venye utaishi hapa duniani wewe ndio wa kwanza kulala na bibi za watu, wewe ndio wa kwanza kulala na bwana za watu, wewe ndio wa kwanza kufanya masturbation, wewe ndio wa kwanza kusema uongo, wewe ndio wa kwanza kudanganya, wewe ndio wa kwanza kuiba, wewe ndio wa kwanza kutoa mimba, wewe ndio wa kwanza kufanya mambo machafu. Utarajie Mungu andike jina lako pasipo toba? Haiwezekani. Dhambi zako haziwezi kufutwa pasipo toba. Ndio, dhambi zinafutwa kwa damu ya Yesu Kristo, lakini hiyo damu haikumwagika uendelee na maisha yako machafu. Damu ya Kristo haikumwagika uendelee kulala na bwana za watu. Damu ya Yesu Kristo haikumwagika uendelee kulala tena na bibi za watu. Damu ya Kristo haikumwagika uendelee tu kwa ushoga. Damu ya Yesu Kristo ilimwagika uachane na dhambi. Amina. Mungu anataka toba. Amina. Mungu anataka toba. Dhambi zako ziko pale pale, hazijafutwa. Kwa nini? Hujawahi kutambua wewe ni mwenye dhambi. Hujawahi kugeuka kutoka kwa hizo dhambi. Amina. Venye ulikuwa mwaka jana na ndio venye uko sahihi. Lakini ukiulizwa unaokoka unasema ndio, nimeokoka. Haiwezekani. Mungu anataka toba. Amina. Waishi maisha gani? Wafanya nini? Waishi maisha gani na wafanya nini? Unaenda kwa waganga usiku na mchana na unatarajia ukifa Mungu akuingize katika paradiso yake? Unaenda kwa waganga na unatarajia Mungu afute dhambi zako? Haiwezekani. Mungu anataka toba. Hakuna mtu ambaye anaenda kwa waganga na hajageuka kutoka kwa hayo makosa. Mungu achukue jina lake amwandike katika kitabu cha mwana kondoo. Damu ya Yesu ni ya thamani. Ndio. Damu ya Yesu Kristo si ya mzaa. Ndio. Mungu anataka toba. Ndio. Kama hujaolewa, hujaoa na unashiriki zinaa na unaamini ukifa leo Mungu anakuingiza paradiso, huo ni uongo. Mungu anataka toba. Mungu anataka toba. Geuka kutoka kwa makosa yako. Geuka kutoka kwa dhambi zako. Geuka kutoka kwa huo uchafu. Geuka kutoka kwa pombe. Geuka kutoka kwa sigara. Ndio. Geuka kutoka kwa bangi. Ndio. Geuka kutoka kwa miraa. Geuka kutoka kwa magoka. Geuka. Mungu anasema anamlipa kila mtu sawasawa na kazi yake. Hakuna mtu hata mmoja ambaye anaweza ingia mbinguni kama dhambi zake hazijafutwa. Huwezi ukaingia mbinguni kama dhambi zako hazijafutwa. Mungu anasema ili afute dhambi zako, wewe
Ndio. Ondoka kwa uchafu. Ondoka kwa njia mbaya. Ndio. Naomba mtu anisomee Wagalatia 5 mstari wa 19. Wagalatia 5:19. Huwezi ukaingia mbinguni kama dhambi zako hazijafutwa. Haiwezekani. Hakuna mtu anaweza ingia mbinguni kama dhambi zake hazijafutwa. Na Mungu anakuambia ili afute dhambi zako, anakuambia tubu. Mungu hadiakiwi. Mungu anasema yeye hadiakiwi. Wagalatia 6 mstari wa 7. Mungu hadiakiwi, anasema kile kitu umepanda ndicho utakachokivuna. Wewe upande usharati, Mungu akulipe paradiso. Upande usharati, Mungu akulipe paradiso. Haiwezekani. Wagalatia 5 mstari wake na 19. Wagalatia 5 mstari wake wa 19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Hivi ndio watu naishi, matendo ya mwili ni dhahiri. Nayo ni haya. Uasherati. Uasherati, Mungu anakuambia ili afute usherati ndani yako. Umelala na bibi za watu, umelala na mabwana za watu, umefanya zina, hujaoa, hujaolewa, lakini wajua kushiriki tendo la ndoa mahali hakuna ndoa. Mungu anakuambia ili afute hiyo dhambi. Achana na hiyo dhambi. Uchafu. Mungu anakuambia ili afute ile masturbation umekuwa ukifanya. Achana na masturbation. Uchawi. Mungu anakuambia ili afute huo uovu uliofanya mbele yake na kuhesabia haki. Achana na kwenda kwa waganga, achana na uchawi, achana na ushirikina. Ufisadi. Mungu anakuambia ili afute ufisadi wako. Achana na ufisadi, fanya biashara kwa haki. Ibada ya sanamu. Mungu anakuambia ili akusamehe hata kwa kwenda kwa waganga, kwa na ibada ya sanamu, kuwa na irizi kwa kazi yako. Mungu anakuambia pata toba, kwa hiyo iondoe kwa kazi yako, ondoa ibada ya sanamu. Uchawi. Mungu anakuambia ondoa uchawi ili afute dhambi zako. Uadui. Mungu anakuambia ili afute dhambi zako, ili akusamehe. Lazima na wewe uondoe adui, uondoe chuki ndani ya moyo wako. Ugomvi. Mungu anakuambia ili akusamehe uovu wako, ondoa ugomvi. Wivu. Mungu anakuambia ili akusamehe, afute uovu wako, ondoa wivu ndani ya maisha yako. Hasira. Mungu anakuambia ondoa hasira ndani ya maisha yako ili afute dhambi zako. Fitina. Mungu anakuambia ondoa fitina ndani ya njia zako ili afute dhambi zako. Faraka. Mungu anakuambia achana na mafarakano ili afute uovu wako. Uzushi. Mungu anakuambia achana na uzushi. Usta. Mungu anakuambia achana na usta. Ulevi. Mungu anakuambia achana na ulevi ili akusamehe, ili afute dhambi zako. Achana na ulevi. Ulevi. Ulafi. Na mambo mengine yanayofanana na hayo. Mambo mengine yanayofanana na hayo, kutoheshimu wazazi wako. Mungu anasema pata toba kwa hiyo ili afute dhambi zako. Katika hayo nawaambia mapema kama nilivyokwisha kuambia kabla ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Hauwezi ukaurithi ufalme wa Mungu. Mungu anasema ukiwa katika chuki, katika wivu, katika fitina, katika farasha, katika uzushi, wao waheshimu wazazi, wao unaenda kwa waganga na wachawi, Mungu anasema hutaurithi ufalme wake. Maana yake dhambi zako hazitafutwa, ziko pale pale. Mungu anataka toba. Mungu anataka toba. Mungu hajiakiwi. Mungu sio mzaa mtaa kwenye utamdhiaki, utamuonga. Mungu hajiakiwi. Anasema namlipa mwanadamu sawa sawa na njia zake. Mungu atakulipa sawa sawa na
Matendo ya Mitume 3:19. Ndio. Tubuni basi. Mungu anakuambia tubuni basi. Mrejee. Mrejee. Ili dhambi zenu zifutwe. Zipate. Nisome tu hiyo peke yake. Tubuni basi. Mrejee. Ili dhambi zenu zifutwe. Mungu anakuambia tubuni basi. Mrejee kwa Mungu wenu ili dhambi zenu zipate kufutwa. Halo. Ndio. Kuna siku dhambi zako zitafutwa kama bado unaishi maisha machafu. Wewe unaendelea kwa waganga, dhambi zako ziko pale pale. Na miaka yako pia inaendelea ikiisha. Ila siku Mungu anachukua hiyo pumzi yako, dhambi zako ziko hapo hapo, zinakungoja mlangoni hapo hapo na utaingia nazo jehanamu. Mungu anakuambia ili afute dhambi zako, utubu. Geuka kutoka kwa njia zako mbaya. Geuka kutoka kwa uovu, geuka. Wewe unaenda kwa waganga na unatarajia tu ukifa mambo yawe sawa. Hakuna kitu kitabadilishwa baada ya wewe kufa. Naona watu wengi wakifa huwa wanaandikwa rest in peace. Hakuna rest in peace. Hakuna rest in peace. Mungu anasema hakuna pumziko kwa waovu. Hakuna pumziko duniani na baada ya maisha haya bado hakuna pumziko. Usiwahi jidanganya kaishi maisha machafu. Ukifa uombewe uingizwe paradiso. Badilika. Mungu anataka toba. Toba ni kukiri uovu wako mbele za Mungu na kuachana na uovu. Wachana nao. Siku zako zimepimwa, miaka yako imehesabiwa. Mungu anasema, upende usipende atakuregesha mavumbini. Mavumbini utarudi. Unarudi kama nani? Kama mwendaji kwa waganga. Utarudi kama mwendaji kwa waganga. Utarudi kama mshirikina. Utarudi kama bingwa kuchukua bibi za watu na bwana za watu. Utarudi kama nani? Utarudi kama bingwa wa chuki. Utarudi kama nani? Wengine ni bingwa kusambaza ukimwi sasa nzima. Utarudi kama bingwa kusambaza ukimwi. Utarajia ukifa pasta aeke mikono kwa jeneza lako ingie paradiso. Haiwezekani. Mungu anataka toba. Mungu anataka toba na maisha masafi. Wewe. Mungu adhiakiwi. Atakulipa sawa sawa na njia zako. Amen. Mungu uliye mtakatifu, Baba tunasema ni asante Bwana. Baba wakati umefika Bwana na kipindi chako Baba kimetimia. Neno lako limesikika masikioni mwa kila mmoja aliye mahali hapa Bwana. Baba hakuna malaika utakayemtumaje kuhubiri neno lako Bwana. Baba ukipita kizazi hichi Bwana, utazamisha mmoja ili apate kunena habari zako Bwana. Baba sifa na utukufu ukurudi wewe Bwana. Baba tunasema ni asante. Neno hili lako Bwana ikawe ndani ya masikio ya mioyo ya watu ambao wamelisikia neno hili Bwana. Kisha Bwana ukatende ndani yao Bwana, wakachukua hatua ya uamuzi wa kutubu na kukuamini wewe Mungu wa kweli wa kipekee na kumwamini mwanao Yesu Kristo ambaye yeye siku ya mwisho atakayerudi Bwana. Au tunasema ni asante. Acha ujitukuze kwa watu wako wa Bwana. Neno lako Bwana acha likawe chemchem ya maisha yao Bwana, na ukapate kutubu kamilifu na ukamwamini Yesu Kristo kupitia damu iliyomwagika pale msalabani. Basi tunasema ni asante, na katika jina la Yesu tumeomba hata kuamini. Amen. Asante. Sawa.